Ibra, karibu nyumbani, hapa ni nyumbani. Thank you so much. Kenya ni nyumbani, ni watu ambao wananisupport tangu siku nyingi. Lakini pia sasa hivi imekuwa ni kitu tofauti zaidi. Yeah. Safari imekuwa vipi? Safari ni nzuri na namshukuru Mwenyezi Mungu nimefika salama. Yeah. Labda ni mara ngapi kufika Kenya na ni kipi ambacho kimekuleta Kenya sasa hivi? Naweza nikasema ni mara ya 3 ya 4, lakini kilichonileta zaidi ni kujiengage zaidi na Wakenya, kwa sababu Kenya ni watu ambao wanasupport muziki wangu tangia naanza. So yeah, ni kujiengage zaidi na Wakenya. Lakini kabla ya kuja Kenya nilipita kwa balozi wa Kenya ambaye anaiwakilisha Kenya Tanzania, kwenda kupata ridhaa yake, kupata nguvu yake, kwa sababu mji bila wazee ni uhuni. So tumepita kwake kwanza kwa sababu yeye ndo mzee wetu, na tukapata ridhaa kutoka kwake, tumekuja Kenya. Lakini kingine ni kuhusu ndugu zetu, kwa sababu unajua mitandaoni watu wanaongea tu, lakini kikubwa sisi ni wamoja na ni watu ambao tunahitaji kushirikiana kwa mara, kwa sababu kijana wa Kitanzania ni sawa na kijana wa Kenya. So yeah. Upo Kenya kuna watu ambao wangejiuliza maswali mengi. Ibra amekuja ziara muziki, ana shughuli, kwa sababu tuliona uliachilia kazi na Jovial ambaye amefanya vizuri sana. Yeah. Sio tu Jovial, wako wasanii wengi ambao nimefanya nao kazi, na atakapokuwa tayari mtaziona, kwa sababu tunachotegemea ni kitu kizuri na huwa tunafanya kwa ajili ya mashabiki. Yeah. Leo ulizungumza kuwa ungependa kufanya muziki na Meja, imefikia wapi? Labda kama wa Kenya tunasubiri sana. Nadhani ndo nimeshafika Kenya, so watu wategemea makubwa zaidi. Yeah. Naam, Ibra, nadhani huu mwaka kwako imekuwa na changamoto mingi sana, na tumeangalia kumekuwa na trend fulani ambayo wasanii wengi ambao wamekuwa kwenye label wamekuwa kitoka kwenye label wanajisimamia kwao. Yeah. Na wewe ambao kwa sasa ni msanii ambao uko huru, uko peke yako, independent vile vile. Yeah. Na ningetaka kufahamu haswa unaona itakuwaje, mapokezi itakuwa vipi, unajiamini kivipi? Mimi naamini kupitia kazi, kwa sababu hata nilipokawepo siwezi kusema nimejikuza mwenyewe. Ni watu ambao wamenipigania, waliwekeza nguvu zao, wakaweka juhudi zao, lakini naamini kupitia kazi nzuri, kwa sababu hata kama wao wangewekeza billions, kama ufanyi vizuri ni ufanyi vizuri tu. So mimi naamini kupitia kazi watu wakae tayari kuenjoy muziki mzuri zaidi. Wako tayari kwenye muziki mzuri. Yeah. Yes. Ulipoondoka kwa Konde Gang, tumekuwa na ukaribu sana na Wasafi, Diamond Platnumz pale natumia muziki wako, na pale ulikuwa kwenye event ya Bilnasi na walikuwa sponsored na Wasafi. Kupenda kujua mambo iko vipi? Ama ni kipi kinachoendelea? Mambo iko kama ilivyo. Mimi nadhani ni swala la kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu kujiengage na wasanii wenzangu ni kitu ambacho nilikuwa nakitamani kwa muda mrefu, lakini mara nyingi kilikuwa kinakuwa kiko tofauti zaidi, kwa sababu unapomfuata mtu kujiengage naye, kama kuna misingi ya kazi ambayo inamwekea mipaka kwamba hichi hatuwezi kufanya na hichi hatuwezi kufanya, inakuwa ni ngumu kidogo. Lakini kwa sasa hivi niko huru, niko free, niko na management, niko na manager Kenya, niko na manager Tanzania, East Africa kwa ujumla. So ni muda wa kufanya kazi. Sababu Ibrahim, mtu umekubalika, na kuna kipindi fulani tuliona wakati kulikuwa na issue na boss wako wa kitambo, ulikuwa side ya boss wako, na sasa tumeona yule mtu ambaye Diamond ametumia muziki yako, anakubali kazi yako. Huenda maybe kuna mawasiliano, kuna mkataba, kuna vile anataka kukusign. Kama kuna chochote kitaendelea, basi mtakiona, kwa sababu hakuna kitakachojificha. Yani kazi, na tunapofanya kazi siku zote waga tunahitaji umoja, kwa kama itatokea mtaiona, hatutoficha chochote, na siwezi kuficha chochote, kwa sababu kama itatokea WCB ikawa ndo sehemu ambayo labda nitaelekea, mtaiona, kwa sababu ndo nitakuwa nafanya nao kazi. Lakini sasa hivi tuko Oya Gang, kama Oya Gang. Oya Gang is my family. Like ukiona familia yangu basi ni Oya Gang. Yeah. Tell us more about Oya Gang. What is it all about? Kuna watu wamechanganyikiwa sana, hawaelewi. Oya Gang ni familia. Kuna watu ambao walipigana kwa ajili ya Ibra. Kuna watu ambao walisimama nyuma ya Ibra. Hata kama Ibra alikuwa yuko Konde Music, walikuwepo. So leo ukija kuwaona huwezi kuwaita Chinga Gang, kwa sababu Chinga ni jina langu, right? So ni Oya Gang. It's my family. Okay. Sasa hivi uhusiano wako na bosi wako wa zamani uko vipi? Mko kama mnazungumza ama kuko vipi? Ni swala kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu Harmonize is my brother, na
kilichotokea kimetokea tu kwa sababu sisi wote ni kila mtu anatafuta riziki, na siwezi kumchukia kwa sababu naamini kupitia yeye ndio kumenifanya nikafika hapa nilipofika. So yeah. Maybe Ibra, kumalizia tu sasa, maybe nikurudisha nyuma kidogo tukizungumzia ile mkataba wako ambao uliwachiliwa huru, na kuna tetesi zinasemekana kwamba hakuweza kuwa na contract kwa sababu inasemekana kwamba bosi wako kitambo alipoteza hiyo kandarasi, ndio maana wewe uliwachiliwa huru. Na ni kweli? Na kama uliwachiliwa huru, kuna pesa fulani unafaa kuachilia maybe ya ile facilitation? Contract zilikuwepo na tulilifikisha kwenye uongozi wa Baraza la Sanaa Tanzania BASATA. Nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wao kwa sababu walilitendea kazi vile ambavyo lilipaswa kufanywa kazi na likawa limefanyika kwa haraka zaidi. Niwashukuru sana Baraza la Sanaa la muziki wetu wa Tanzania, walitenda haki. Kwa kweli hamna senti yote ambayo utafaa kulipa? Kuhusu senti niseme liliishia huko kwa sababu baraza ndio liliamua kwamba haiwezi kutokea hiyo kitu na wakaisolve ikaisha kama ilivyoisha. Hamna hela ya kulipia zile catalog ambao uliwachiliwa maybe? Hapana. Hamna. Ibra, naelewa wewe mwenyewe unaandika muziki wako, umeandikia wasanii wengi. Labda kuna wasanii ambao umeweza kuandikia muziki lakini hawakuweza kufika bei, hawakuweza kuappreciate. Mimi nimeandika kazi nyingi lakini sio vizuri kumtaja kila msanii kwamba nimwandikia mtu fulani na mtu fulani. Kwa sababu bado tunaendelea kufanya nao kazi wengine, so maybe watafeel kuwa ni embarrassing. So Hujawahi pata disappointment yoyote? Disappointment zipo lakini ni binadamu, hatujakamilika. Alright Ibra, now kumalizia tu, maybe unatarajia nini na kutoka wasanii wa Kenya, kwa sababu kuna wasanii wakubwa na tumemwona rafiki yako sasa inasemekana atakuwa boss wako, Amondi amefanya kazi na BN, itakuwaje? Kuna kazi mnapika? Tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu kwa sababu tunategemea vitu vizuri zaidi, lakini pia kikubwa ni kukuza muziki wa East Africa na Afrika kiujumla. Kwa tunapambania hicho ili tufike mbali zaidi na zaidi kwa sababu wenzetu wako mbali zaidi. Magomvi hayapendezi kwa sababu tunahitaji umoja, kuungana, kufanya vitu vizuri, kufanya culture yetu iende mbali zaidi. So Shukrani sana kwa muda wako. Umejifunza nini kipindi chote umepitia yote? Nimejifunza kufanya kazi tu kwa nguvu na jitihada nyingi, kuwekeza akili pia kwenye kile ambacho naamini kwamba hiki ni maisha yangu. Asante sana. Nadhani kuna ndugu yangu hapa, nadhani ataongeza 1 2 3 tukimalizia. Yes. Kwa majina vile mnajua ni Don Tawamo. Mimi ndio business and PR manager wa Ibra. Na nashukuru Mungu kwa sababu si kazi rahisi, lakini tuko tayari kupambana nayo kwa sababu Mungu alitupa hekima na busara wa kufanya kazi hiyo, na experience kubwa ambayo nimekuwa nayo katika tasnia ya burudani itaniwezesha kusukuma hii gurudumu la Oya Gang vile inavyowezekana na vile inavyofaa. Na tunashukuru Ibra amefika. So nadhani press conference kubwa kabisa iko pale alfajiri. Hii hapo ndio tunaelekea. Nadhani hii imekuwa ni kionjo, kuna mengi ambayo itaongelewa hapo sasa. Alright, shukrani sana kwa muda wenu na nataka kila la heri. Ibra, karibu nyumbani. Thank you so much. Asante sana. Asante. Shukrani. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapo